Yes, mwana sawa Dikto, nipo na story ya wasanii kutokea katika viwanda vya movies, na kini kutokea katika nchi tofauti, kwa sababu unajua kuna baadhi ya mashabiki walikuwa wanawashabikia sana watu hawa. Sasa niko hapa kukupa story ya wasanii 10 ambao waliweza kufariki wakati wapo katika kazi ya kuweza kuigiza, au akiwa location au akiwa katika project yao kuweza kuandaa movie fulani, then wakaweza kupoteza maisha na kuweza kufariki. Sasa wakiwa kwenye set, kamera zikiwa bado zinawarekodi, ghafla maisha yao yalikatika. Wengine walikamilisha kwa CGI, lakini wengine na stunts doubles, lakini pia sanaa yao ilienda zaidi au ilienda kuishi zaidi kwa wasanii wakubwa zaidi. Sasa nikianza na msanii wa kwanza ambaye anafahamika kwa jina la Chris Farrell Shaq, mwaka 2001 ndipo ambapo aliweza kufariki, ambaye yeye sasa alikuwa amerekodi karibu sauti zote za Shaq kabla ya kuweza kufariki na kuzidisha matumizi ya dawa. Mike Myers alichukua nafasi yake na historia ikaandikwa. So ni mmoja kati ya wasanii ambao pia waliweza kufia katika set. Lakini pia msanii wa pili anafahamika kwa jina la Philip Seymour Hoffman, The Hunger Game movie ilikuwa inafahamika kwa jina la Game Smoking mwaka 2014, ambaye aliweza kufariki ghafla akiwa amemaliza karibu kila kitu. Sehemu zilizokuwa zimebaki ziweza kuweza kufanywa marekebisho ya maandishi tu, aliweza kufariki dunia. Lakini pia msanii wa tatu niko hapa na Paul Walker, Fast Furious kwa wale wafuatiliaji, ya mwaka 2015 alikuwepo ndani ya movie hiyo. Sasa ajali ya gari ambayo ilikwamisha maisha yake au ndoto zake za usanii, ndugu zake waliweza kutumia kama waigizaji wawili na CGI ambayo iliweza kumalizia vipande vyake, kwamba yeye mtu halisi hakuweza kumalizia, na ikatumika teknolojia nyingine tofauti ya kuweza kumalizia movie hiyo. Huyo ni Paul Walker kwenye Fast Furious ya 7 mwaka 2015. Sasa Bruce Lee pia Game of Death ya mwaka 1978 ndio mwaka ambapo alikuwa ameweza kufariki, kwa sababu pia aliweza kufariki kwa mchanganyiko wa madawa. Filamu iliweza kukamilishwa kwa kutumia picha za mwanzo na footage kutoka kwenye filamu ya Enter the Dragon ambayo iliweza kukamilika, na Bruce Lee aliweza kupoteza maisha mwaka 1978. Lakini pia kuna baadhi ya watoto 2000 hawawezi kunielewa, lakini watakuwa wanamfahamu kutokana na movie zake, kwa sababu movie zake mpaka sasa hivi bado zinaishi. Namba 5 niko na Brandon Lee, The Crown ya mwaka 1994, ndipo ambapo yeye aliweza kufariki na kukatika maisha na safari yake ya uigizaji ikawa imeishia hapo. Naye kifo chake kilikuwa kwamba aliweza kupigwa risasi kwa bahati mbaya na kufariki. Filamu iliweza kukamilishwa na CGI na mtu mwingine kwa kuweza kufanya stunts, yani alichukua mtu mwingine, then masuala mazima ya kiteknolojia yakatake place pale, then movie ikaendelea, lakini pia mshikaji akawa amekwisha kupoteza maisha. Namba 6 ni Heath Ledger, The Imaginarium of Dr. Parnassus ya mwaka 2009 aliweza kufariki mwaka huo ghafla kabla ya kuweza kumaliza nafasi yake ili kuweza kukamilishwa na John Depp, Jude Law na Colin Farrell ndio ambao waliweza kukamilisha movie hiyo. Lakini pia Heath Ledger bwana mshikaji aliweza kupoteza maisha, na hiyo ilikuwa ni mwaka 2009. Namba 7 niko na Nathaniel Wood, movie ilikwenda kwa jina la Brainstorm, ambaye yeye aliweza kufariki mwaka 1983 na kifo chake kilikuwa cha kutatanisha kidogo. Dada yake Lana Wood ndio aliweza kusaidia kuweza kumalizia scene ambazo zilikuwa zimebaki, ingawa mshikaji alikuwa ameshapoteza maisha mwaka 1983. Lakini pia namba 8 niko na James Dean, movie ilikwenda kwa jina la Giant, mwaka 1956 ndipo aliweza kufariki, lakini pia aliaga dunia akiwa na miaka 24 tu. Giant iliweza kukamilishwa na akapewa tuzo ya Oscar akiwa amefariki. Tunajua kuna tuzo ambazo huwa zinaendelea kutokea hata kwa Tanzania, pia kuna tuzo ambazo huwa zinatokea za sinema zetu. Kuna time huwa wanaweza kutoa tuzo zingine za heshima kwa kina Stephen Kanumba ambao tayari amekwisha kutangulia mbele za haki, lakini bado anaendelea kupewa tuzo. Sasa The Giant, mshikaji huyu ambaye anafahamika kwa jina la James Dean aliweza kupokea tuzo ya Oscar akiwa pia ameshakwisha kufariki. Namba 9 ni Luke Perry, movie inafahamika kwa jina la Once Upon a Time in Hollywood ya mwaka 2019, na ndio mwaka ambao aliweza kufariki mwaka 2019,
ambapo aliweza kukamilisha scene zake kabla ya kufariki kwa stroke. Hii ilibaki kuwa kama kazi yake ya mwisho kwenye screen ya mwaka 2019, kwa sababu ndio scene ambayo amekuwa ameifanya, movie ambayo amekuwa ameifanya ya mwisho, na akaweza kupoteza maisha. Lakini wa mwisho namba 10 niko na Carole Lombard, ambaye movie hiyo ilifahamika kwa jina la To Be or Not To Be. Mwaka 1942, kitambo na hicho ndipo aliweza kufariki dunia akiwa kwenye set au akiwa anaigiza au akiwa katika kazi ya uigizaji wa kuweza kuikamilisha movie hii ya To Be or Not Be. Aliweza kufariki katika ajali ya ndege wakati akishiriki kwenye filamu ya Ernest Rabich, filamu ambayo iliweza kutolewa baada ya kifo chake, na mafanikio yamekuwa ni makubwa. Maisha yao hayaendelei, lakini kazi zao zitaishi na bado zinaendelea. Kila mmoja anafuatilia movie zao na mambo yanakuwa ni mengi kabisa. Hii ni Sawasawa Digital, endelea kusubscribe channel yetu ili kupata taarifa nyingi zaidi kutokea hapa. Habari kiganjani mwako ndio slogan yetu, tunakwambia endelea kutufuatilia.